إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل، ونشكره وهو على كل شيء قدير، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودينه على الدين كله ولو كره الكافرون. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Katika tafsiri ya suratu Tauba tumefika mpaka kwenye aya nambari 10. Insha Allahu taala tutaondokea leo hii katika aya nambari 11 pamoja na aya nambari 12. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Fa in tabu, basi iwapo wamerejea kwa Mwenyezi Mungu, wakatubu hawa mushrikina ambao walimevunja ahadi ya sulhu ya Hudaibiyah na wakaanza fujo baada ya mkataba kufungwa, iwapo wametubu, na kutubu hapa ni kutoka katika ukafiri na kuja katika Uislamu, ndiyo kutubu kwenyewe. Wa aqamu ssalah, na wakasimamisha swala, kwa sababu kama sikusilimu basi swala ya kafiri haikubaliwi. Kutubu kwenyewe ni kutamka shahada mbili, na baada ya kutamka shahada mbili kitakiwacho kufanywa na Muislamu huyo ni kusimamisha swala. Na tamko la swala daima kwenye Qur'ani huwa linatanguliwa nyuma yake na tamko la iqama, wa aqamu ssalah. Dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata. Tamko la sala daima kwenye Qur'an utakuta linawekewa neno la iqama, kusimamisha, na sio kuswali tu moja kwa moja, bali kusimamisha. Na kusimamisha ni kutunza sala wakati wake. Inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawquta, hakika ya sala imekuwa juu ya waumini ni fardhi iliyowekewa wakati maalum. Kwa hivyo ni kutunza kwanza wakati wake na sharti zake, mpaka sala mpaka ifanywe nini na nini iwe imesihi kwamba hii ni sala, basi kuna sharti zake maalum. Atambue mtu mubtilati sala, ni mambo gani ambayo yanaibatilisha sala kwamba haifai tena, ajichunge na mubtilati sala ili sala yake isibatilike. Alimradi tamko la sala nyuma yake daima huwekewa tamko la iqama. Fa in tabu, basi ambapo wametubia Makuraish au wakitubia watu wowote duniani, akiwa Yahudi, Mnasara, Quraishi, Mchina, nani na nani, wa aqamu ssalah, na wakasimamisha swala, wa atau zaka, na wakaitoa zaka kwa kuitekeleza kwa uadilifu. Ibada mbili hizi huwa watoto pacha, kila ikija aqamu ssalah utakuta wa atau zaka. Dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna ssalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alimradi kila inapokuja sala basi na zaka huwa inafuatia mbele yake pale, kwa sababu
haiwezi kutakasika ibada ya sala ya matendo ya kiwiliwili ila ifuatiwe na ibada ya mali, ibada ya kuitakasa mali. Hapo ndo anakuwa Muislamu amekaa juu ya mstari, huku anasali, huku anatakasa mali yake kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu amemruzuku, anakitakasa kiwe safi kabisa. Maana hii zaka ni taka za madhambi ya mchumaji wa mali. Huenda katika mali yake mkaingia kasoro 2-3, pako pahala alisema uongo, pako pahala pengine alitumia rushwa ili kupitisha mizigo yake, na pako pahala alimradi riba imeingia kidogo, akitaka asitake alipitia njia za benki za kidunia hizi, ndani yake mna pasenti, benki zenyewe zinakopesha kwa njia ya riba. Yeye hana la kufanya, maskini ya Mungu, ilibidi ipitie pale kwenye benki ile. Ni kosa, hakuna la kufanya. Lakini sasa unapotoa zaka huwa unajaribu kuitakasa ile mali, angalau Mwenyezi Mungu akusamehe kwa dosari 2-3 ambazo zilifanyika katika kuichuma mali ile. Fa intabu, basi endapo wametubia wakarejea kwa Mwenyezi Mungu, wakarejea katika dini ya asili. Maana wao kwa ibada makoresho wanafanya, lakini wametoka katika taa ya Mwenyezi Mungu. Ibada zenyewe imekuwa haabudiwi Mwenyezi Mungu peke yake, anaabudiwa pamoja na masanamu. Ibada zenyewe sio za kisheria kutoka kwa Mwenyezi Mungu, si kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu, ni ibada zilizopangwa na akili zao. Basi kutubu hapa ni kurudi kwa Mwenyezi Mungu, wakarejea kwenye itikadi asili na dini ya asili ya Uislamu uliokuwa sahihi. Na baada ya kutamka shahada 2, wa aqamu sala, na wakasimamisha sala, wa atau zakata, na wakatoa zaka. Basi wakifanya mambo haya, enyi Waislamu, itabidi mumche Mungu mara moja. Kwa watu kama hao, wanakuwa nani hao kwenu sasa? Fa ikhwanukum fi dini, hawa sasa ni ndugu zenu katika dini. Na udugu uliohusishwa na kidini unakuwa ni udugu unatakiwa kutunzwa zaidi kuliko hata ule udugu wa kuzaliwa kwa nasabu. Maana udugu wa kidini ndio udugu kawi, udugu wenye nguvu zaidi. Aqwa minan nasabi, ni mkubwa zaidi na una nguvu zaidi kuliko udugu wa nasabu. Wakitekeleza mambo haya, fa ikhwanukum fi din, wameshakuwa ndugu zenu katika dini. Wa nufassilu alayati, na tunazipambanua aya za Qur'ani waziwazi, chambu kila kitu kijulikane. Liqaumin ya'lamuna, ziwapatie faida watu wanaofahamu mambo, watu wanaotambua mambo, si watu wajinga, si watu ambao hawataki kujua. Aya za Qur'ani haziwapatii faida watu ambao wanaganda katika taasubi zao, katika maovu yao, katika madhahibi zao. Alimradi Mwenyezi Mungu anasema wa nufassilu ayati, na tunazichambua aya za Qur'ani kwa kuzieleza waziwazi. Liqaumin ya'lamun, kwa ili ziwapatie faida watu wanaotaka kujua ukweli. Hii ni aya nambari 11. Wa innakathu aymanahum, aya nambari 12. Lakini iwapo watatengua yamini zao, watatengua ahadi zao, min ba'di ahdihim, baada ya ahadi zao kuziweka madhubuti, wa ta'anu, na wakaleta matusi, wakatukana fi dinikum, katika dini yenu. Ama hapa sasa si ndugu zenu katika dini, hapa sasa ni uadui. Anayekutukania dini yako, basi ametukana matusi makubwa pengine kuliko hata alipokutukania mzee wako. Dini ndo heshima yako Muislamu, dini ndo utukufu wako Muislamu, dini ndo hadhi yako. Umekuwa ni mtu mbele ya watu kwa sababu ya dini, kwa sababu ya mfumo wa maisha aliyokutandikia Mwenyezi Mungu uishi. Bila ya dini hiyo wewe hujulikani, huna heshima, huna ustaarabu, huna utu wowote mbele za watu. Unajulikana kwamba wewe ni binadamu, mtu kamili, kwa sababu ya dini yako. Anapoadhini muadhini, ukaonekana unashughulika na kutia udhu, unashughulika na kuifuatia adhana, pale ndipo unapojulikana kwamba wewe ni mtu mbele ya watu. Lakini kama watu utawaambia mimi ni Muislamu, halafu adhana imeadhiniwa, hukushughulika na ibada, umebaki katika mechi za futboli, umebaki kwenye mabao na karata, ama pale umeangusha utu wako, madhali umeidharau dini yako, madhali umedharau wito wa Mwenyezi Mungu. Basi na binadamu waliobaki ambao si Waislamu itakuwa ni wepesi sana kukukandamiza na kukudharau na kukudhalilisha. Maana aliyemdharau Mola wake, basi tena yuko tayari kudharau kila kitu.
wa innakathu aymanahum, na iwapo wametengua viapo vyao, iwapo wametengua ahadi zao, min ba'di ahadihim, baada ahadi zao kuzifunga, wa ta'anu fi dinikum, na badili yake wasikae kwenye ukafiri hivi hivi tu wakaleta matusi katika dini yenu. Hapa faqatilu, itabidi mpigane nao na muwaue aimmatal kufri, viongozi wa ukafiri, itabidi muanze juu. Maana fitna ya kutukaniwa mtu dini yake itakuwa haikomi maisha. Watadharau sana dini watu kila siku, lakini anzeni vileleni sasa, pigeni viongozi wa ukafiri, kwa sababu innahum, hakika wao, la aimana lahum, hawana viapo vya kweli, hawana ahadi za kweli. Wapigeni vita viongozi wa ukafiri, la'allahum yantahuna, ili kwa kuanza kule kileleni wapate kukoma chokochoko na matusi katika dini. La'allahum yantahun, ili wapate kusita mara moja kudharau dini za wengine. Uislamu hauna ugomvi na mtu mwenye dini iliyokuwa si ya Kiislamu. Utamwacha kama alivyo, ila utamtangazia Uislamu na uzuri wake. Akipenda ataufuata, hakupenda ataachwa kama alivyo. Hautatumia nguvu Uislamu kumlazimisha mtu awe Muislamu kwa lazima, lakini abaki na ukafiri wake, lakini abaki na itikadi yake. Akijaribu kutumia nguvu kutaka Waislamu wende ukafirini, kujaribu kuleta maneno ya kubughudhi Uislamu, ama hapo kwa hakika Mwenyezi Mungu anasema faqatilu aimmatal kufri, wapigeni vita viongozi wa ukafiri, innahum la aimana lahum, hakika wao hawana viapo vya kweli. Walipotoa ahadi zao hawana viapo vya kweli. La'allahum yantahun, ili makafiri hao wapate kusita mara moja, wapate kukoma jambo la kutukana dini ya Mwenyezi Mungu. Hii ni tafsiri ya neno kwa neno katika aya hizi, na sasa tunaingia katika maana iliyokusanya aya mbili hizi. Zinalenga katika upande gani? Al-maana al-jumali, maana yake aya hizi kijumla. Aya mbili hizi ya 11 na 12 katika sura at-Tauba, baada an abana subhanahu, baada ya kubainisha waziwazi Mwenyezi Mungu mtukufu adawatal mushrikina, uadui wa washirikina, lilmu'minina, kwa waumini, ardafa dhalika, akaweka nyuma yake, bima sayakunu min amrihim, kwa jambo ambalo litafuatia katika mambo yao washirikina, baada dhalika, baada ya hapo, wa huwa, na jambo lenyewe, la yaadu ahadul amraini, halivuki kutokana na moja katika mambo mawili. Imma watatubu kwa Mwenyezi Mungu, wasimamishe swala na watoe zaka, wakifanya hivyo ni ndugu zenu katika dini. Wa imma watazidi ukafiri zaidi kwa kutengua ahadi na kuleta matusi katika dini. Hayo ni mambo mawili lazima watakuwa nayo. Wako watakaofahamu haki hii ilivyo, watakuja kwa Mwenyezi Mungu, watatamka shahada mbili, watasimamisha swala na watatoa zaka. Wakifika hali hiyo, itabidi damu zao zizuiliwe. Hakuna ruksa ya kuimwaga damu ya binadamu kama amekuwa ni Muislamu na halafu akawa anasimamisha swala, labda aje alifanya jambo la kulazimisha damu yake imwagike, labda auwe, itabidi auawe ikiwa ni makusudi, na labda ametenda uchafu wa zinaa, itabidi auawe kama yeye ni mzinzi muhsin, amewahi kuoa au kuolewa, labda afanye jambo lenye kustahiki kuuawa. Lakini kama si hivyo, itakuwa ni kosa kubwa sana kuimwaga damu ya mtu ambaye anaswali. Mwenyezi Mungu anamheshimu, Mwenyezi Mungu anamtukuza, Mwenyezi Mungu anamuenzi mja aliyeamini kisha akaswali. Hautomtizama tena Uislamu katika mambo yake mengine kasoro mbalimbali, ila utamtazama katika Uislamu wake madhali anaswali. Mtume kakataa kabisa kuuawa mtu yote ambaye anaswali, hata alipozungumza ya kwamba satakunu fitanun, itatokezea fitna kubwa baada ya kuondoka mimi duniani, na khalafu watakutokezea watu watatumia nguvu, watakuja watawala wabaya, watadhulumu watu. Kuna sahaba mmoja
alimuuliza mtume, wakitokezea watu kama hao wakati wewe hupo na Qur'ani haishuki tena, ala nukatiluhum, hutupi ruhusa mtume ya kuwaua watu hawa? Mtume akasema la, ma qad sallu, hapana, wasiuawe madhali wanaingia msikitini kuswali. Hapa swala inamzuilia mtu kumwagika damu yake kabisa kabisa, madhali anaswali. Kwa hivyo la yaadu ahaduhum ahadu amraini, hawatowacha kuwemo katika moja ya mambo mawili. Fasalahuma, mambo mawili haya Mwenyezi Mungu ameyapambanua waziwazi, fi hataini alayataini, katika aya mbili hizi. Jambo la kwanza, fa intabu wa aqamu salata wa atau zakata, wakitubia na wakasimamisha swala na wakatoa zaka, fa ikhwanukum fi din, watakuwa ni ndugu zenu katika dini, na itabidi mjizuilie mara moja shari na wao. Lakini wa innakathu aymanahum, pindi wakitengua yamini zao, yani viapo wameapa, min ba'di ahadihim, baada ahadi yao kuifunga, wa ta'anu fi dinikum, na wakaleta matusi katika dini yenu, ama hii grupu ya pili, faqatilu a'immatal kufri, itabidi muwapige vita kwa kuwaua viongozi wa ukafiri. Innahum la aymana lahum, hakika wao hawana yamini za kweli, la'allahum yantahun, ili wakome mara moja kuleta matusi katika dini, na wakome mara moja wakifunga ahadi na Muhammadi, wakifunga ahadi na Waislamu, wakome mara moja mtindo kuvunja ahadi kama hiyo. Al-idahu, sasa tunaingia katika uchambuzi zaidi katika maana iliyo ndani zaidi ya aya mbili hizi, aya nambari 11 na aya nambari 12. Aya ya kwanza nambari 11, Mwenyezi Mungu amesema fa intabu wa aqamu ssalata wa atau zakata fa ikhwanukum fi din, yani fa in raja'a haula'i almushrikuna, iwapo watarejea washirikina hawa, alladhina, washirikina ambao amartukum biqitalihim, mimi yani Mwenyezi Mungu nilikupeni amri Waislamu kwa kuwapiga vita muwaue, walipofanya kosa la kutengua ahadi na kosa la kuwaua Waislamu bure, nilikupeni amri ya kuwaua wao, an shirkihim, kutokana na ushirikina wao, billahi, kumshirikisha Mwenyezi Mungu, ila al-imani, na mnawafanyia hivyo vita ili kutaka warejee kwenye imani, bihi, ya kumwamini Mwenyezi Mungu huyo, wa bi rasulihi, na kumwamini mtume wake, wa anabu ilaihi, na pindi kama wamerejea kwake Mwenyezi Mungu, wa ata'uhu, na wakamtii, wa aqamu salata, na sala wakaisimamisha. Ai, nini maana aqamu salata? Addauha bishurutiha, walitekeleza hiyo swala kwa sharti zake, wa arkaniha, na nguzo zake, wa atau zakata, na wakatoa zaka almafrudha, ile ambayo imelazimishwa kwa lazima. Fahum ikhwanukum, hapa sasa wahisabuni watu kwamba wamekuwa ni ndugu zenu wa kidini, yani wakubalini Uislamu wao. Msiseme ya kwamba wewe umevunja ahadi mara kadha, wewe ushaua watu kadha na kadha. Hapana. Hapa akirejea kwa Mwenyezi Mungu, akaonekana anasimamisha sala, anatoa zaka, kubalini Uislamu wao kwamba wao ni ndugu zenu katika dini. Fa ikhwanukum fi dini alladhi amarakum bihi, watakuwa ni ndugu zenu katika dini ambayo Mwenyezi Mungu amekuamrisheni kuifuata. Lahum, hapa sasa itakuwa ni yao wao, malakum, yale ambayo ni yenu nyinyi, yatawastahikia yale yote ambayo ni yenu Waislamu. Katika haki za Uislamu zote 6 ataingia katika huo mtu, yani ukimkuta kumtolea salamu, akitoa salamu umuitikie, akiumwa ukamkague, alimradi haki zote 6 za Uislamu itabidi awe nazo. Akienda chafya akimshukuru Mwenyezi Mungu, itabidi umtakie rehema kwa chafya ile, akifa kumshindikize katika mazishi yake. Haki zote za Uislamu atakuwa nazo. Sasa lahum, watakuwa ni yao wao, yamewastahikia malakum, yale ambayo ni yenu nyinyi, wa alaihim, na yatakuwa ni dhidi yao, ma alaikum, yale ambayo ni dhidi yenu Waislamu. Kila mkitenda madhambi mnapata madhambi, mkitenda maovu mnapata madhambi, na wao vile vile watakapotenda maovu watapata madhambi. Wa alaikum ma alaihim,
wa alaihim ma alaikum, na yatakuwa juu yao yale yote ambayo ni juu yenu. Wa bihadhihi al-ukhuwa, na kwa sababu ya udugu huu wa kidini, yazulu kullu ma kana bainakum, ndo utaweza kuondosha kila lilokuwa kati yenu, min ihanin, kutokana na chuki na undani, wa adawatin, na uadui, wala taarifu ajmalun, na wala haujulikani uzuri, min at-taarif, katika kujuana, fil masjidi, wala taarifun ajmalun, na hakuna kujuana kulikokuwa kuzuri zaidi, min at-taarifi, kuliko kujuana, fil masjidi, kuliko patikana baina ya mtu na mtu walipokutana msikitini, liiqamati salawati, kwa ajili ya kusimamisha sala. Wamekwenda kule msikitini katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, kule wamekutana kwa ajili ya kuswali. Wakijuana katika nyumba zile, basi wamejuana vizuri sana. Wakipendana katika nyumba zile, wamependana vizuri sana, maana wamekutana pahali pakubwa, wamekutana pahali patukufu, wamekutana fi buyutin, katika majumba, adhina Allahu an turfaa, ameamrisha Mwenyezi Mungu yatukuzwe, wa yudhkara fiha ismuhu, na liwe likitajwa ndani ya majumba hayo jina lake, wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha, utakuta wanamtakasa yeye Mwenyezi Mungu ndani ya majumba hayo, bil ghuduwi wal asali rijalun, asubuhi na jioni watu, la tulhihim tijaratun, watu ambao haziwashughulishi biashara zao, wala bai'un, wala kuuza na kununua, an dhikrillahi wa iqami salah, kutokana na kumtaja Mwenyezi Mungu na kusimamisha sala. Na wanafanya hayo, yakhafuna yawman, wanaiogopa siku, tatakallabu fihi alqulubu wal absaru, ambayo siku hiyo zitapinduka pinduka na yatakodoka macho na nyoyo, kwa sababu ya kitisho cha siku hiyo. Liyajziyahumullahu, ili awalipe Mwenyezi Mungu, ahsana ma amilu, mazuri zaidi kuliko yale ambayo wameyafanya, wayaziduhum min fadli, na awazidishie katika fadhila zake. Wallahu yarzuku man yashau bighairi hisabi, na Mwenyezi Mungu humruzuku amtakaye bila ya kuweka hisabu maalum, kuwa mwaka jana alimpa nini na safari ampe nini, bila kumhisabu. Hapa imekuja maudhui muhimu mno ya kutaja udugu wa kidini. Udugu huu umekuwa ni sababu ya kuzuia damu ya mtu kumwagika. Kubwa la mwanzo lilotajwa ni kusimamisha swala. Hii swala, lau lam takun, lau kama hii swala haikuwa ra'sal ibadati, ni kichwa cha ibada zote. Maana baada imani ya mtu tu kuamini kwake kwamba ni Muislamu, anatakiwa jambo la mwanzo kabisa awe anaswali angalau. Ibada ya swala anaiweza kuitekeleza mnyonge wa mali na yule ambaye ni tajiri, wote sawa sawa, tofauti na ibada nyingine. Ibada nyingine kama zaka na hija, yule maskini ya Mungu mkosefu wa mali hawezi kuifanya ibada hiyo, na amesamehewa kisheria. Na kuna ibada za wataka watu wenye afya nzuri sana kuziweza kuzifanya, kama ibada ya funga na ibada ya hija, yataka mtu awe mzima sana ndo aweze kuifanya. Pengine kama ugonjwa wake alionao hawezi kufunga na hawezi kwenda hija, na Mwenyezi Mungu amemsamehe. Lakini ibada ya sala anaifanya mwenye mali, anaifanya siokuwa na mali, anaifanya mzima wa afya, na hata mgonjwa amepewa namna yake ya kuswali. Lakini ukifika wakati lazima, hata kama yuko vitani, mtu anapigania dini ya Mwenyezi Mungu, ukifika wakati wa swala, iko swala maalum huitwa salatul khawf, swala ya khofu, swala ya woga. Yani pana mambo ya kutisha ya kutoka roho, watu wataswali kwa namna fulani. Lakini hawatoambiwa kwamba nyinyi mtasamehewa sasa hivi kuswali, kwa sababu mmo katika jambo kubwa sana la kupigania dini ya Mwenyezi Mungu. Pahala hapa mnatoa macho yenu, pahala hapa mnakatika miguu yenu, pahala hapa mnakuwa ni walemavu maisha, na pahala hapa mnatoa roho zenu. Nyinyi mmestahiki kupewa msamaha Mwenyezi Mungu kwamba msiswali. La,
utakuta kwenye Qur'ani, wa idha kunta fihim, Muhammad utapokuwa nao maswahaba, fa aqamta lahumus salata, ukafika wakati wa sala na ukawasimamishia sala ambapo wewe ni imamu wao, basi ninakupangia mpango. Itategemea hali hapo pahala ilivyo. Kama pahala ni shwari, vita havijaanza, faltakum ta'ifatum minhum ma'aka, lisimame kundi katika hao masahaba zako pamoja na wewe, litakaa nyuma yako na litaswali japo kwa rakaa moja. Waliakhudhu aslihatahum, na watabeba silaha zao na hadhari zao watakuwa nazo, wataswali swala ya vita. Fa idha sajadu, wataposujudu tu kwa kupata rakaa moja, basi wakija juu Allahu akbar, juu wima pale pale, faliyakunu min waraikum, na wawe nyuma yenu, waltaati taifatun ukhra, hapa sasa lije kundi jingine, lam yusallu, ambalo halikuswali, falyusallu ma'aka, litaswali pamoja na wewe. Hii ni moja katika namna ya kuswali swala za vita. Lakini ibada hii ikifika wakati wake, Mwenyezi Mungu anamsamaha na mtu. Hata kama utaiswali kichalichali, huwezi kuinuka ukaelekea kibla, huwezi kulalia ubavu wa kulia ukapata kuelekea kibla wala wa kushoto, itabidi hapa sasa uswali hivyo hivyo kwa kutumia macho yako na shingo yako. Utajalia rukuu yako imeinama kidogo, lakini sijida yako utaweka kuinama zaidi. Lakini juu ya kitanda hapo hapo ulipo, madhali akili inafanya kazi, itabidi mtu aswali japo kwa kutawadhishwa udhu. Amwite mtu, hebu kidogo nitawadhishe, itafaa, na ataswali juu ya kitanda. Mtu ataswali ndani ya mtukari, mtu kama naogope wakati utampita, na gari si yake, yeye abiria tu, kapakiwa tu, wala hana uwezo wa kumwambia dereva simamisha kwari kwanza tukaswali kwanza. Hana uwezo huo. Treni si yake, basi si lake, ndege si yake, yeye ni abiria tu. Na hao waliomiliki vyombo pengine si Waislamu, hata hawana habari ya kuswali wao. Ataswali mtu ndani ya chombo, atajitahidi aingie ndani ya chombo na udhu kamili. Hata kama hana udhu, atatayamamia chochote kile kilichokuwa jinsi ya ardhi. Lakini ukifika wakati wa sala, anatakiwa aswali tu. Jinsi ya ardhi ni vumbi, jinsi ya ardhi ni mti ambao asili yake kwenye ardhi. Chochote kilichokuwa jinsi ya ardhi, hata chuma vile vile ni jinsi ya ardhi, chatoka chini chuma nacho vile vile. Atakikamata tayamam kwa kupangusa vumbi lake usoni na kwenye viganja vya mikono, au mpaka kwenye visugudi. Atasali juu ya kiti kakaa kitako. Lakini swala ikifika wakati lazima isaliwe. Lau lam takun ra'sa al-ibadati, laiti hii swala haikuwa ni kichwa cha ibada zote, maana swala ni kiongozi wa ibada zote, basi ingelikuwa si kichwa cha ibada, hii swala hii la uddat min salihil adati, angalau basi ingehesabiwa ni katika dasturi iliyo nzuri ya kibinadamu, inayokusanya binadamu katika majumba yaliyokuwa safi, majumba yanayoheshimiwa. Majumba hayo watu wakiingia wanakuwa wanapendana, wanasahau tofauti zao. Hata kama ikitokezea kukanyagana na kukwaana, hutakana radhi upesi upesi. Wakishaingia majumbani mwao, katika majumba hayo wanakuwa kimya, na kitakacho kufanywa humo ni kutaja Mungu, kusoliwa, alimradi mawaidha, darsa, kama unavyotuona tunavyokaa sasa hivi katika majumba haya. Basi kama ingelikuwa hii swala si kichwa cha ibada zote, basi angalau ingehesabiwa min salihil adati, ni katika dasturi zilizokuwa njema. Kwa nini? Ndani yake ibada ya sala, mbali ya kuwa ni kichwa cha ibada, jambo la msingi kwanza ni kichwa cha ibada. Sala ni muungano wa mja na Mola wake. Sala ni silatun baina al-abdi wa rabbih, ni kuungana baina ya mja na Mola wake. Kama hana mja kitu hichi, basi hakuungana naye Mola wake, hayumo kwenye dhima, hayumo kwenye dhamana kwamba yeye ni mja wa Mola wake. Amekuwa ni mtu ambaye ovyo, fasiki, muhuni, asi, hana maungano mazuri na Mola wake. Hata akifikwa na haja, kama atataka kumwomba Mwenyezi Mungu, ni tabu sana kusikilizwa, kwa sababu hawakuungana na Mola wake. Kitakachomfanya mtu kukurubia kwa Mola wake ni swala. Kama si kichwa cha ibada, basi ingehesabiwa kwamba hii swala ni katika dasturi mojawapo miongoni mwa dasturi nzuri zenye kufuga mapenzi baina ya watu,
yenye kuvuta udugu, yenye kuvuta mashirikiano kati ya watu na kujuana na kuzungumza na kuonekana mmoja hali yake taabani, nguo yake ndo hiyo hiyo imechanika mgongoni, mgongo uko wazi. Kwa kuwa anaingia majumba haya, atawakuta watu ambao wataathirika na kuvaa kwake, wataathirika na akili yake, wataathirika na ilmu yake, wataathirika na kila chenye kumdhuru. Kwa hivyo watamsaidia, watamshughulikia. Ndio madhumuni ya sala, madhumuni ya jamaa, watu kukutana. Na yule ambaye kuonekana siku 2-3 na si kawaida yake, watasema wenye kuswali, mbona fulani hatumuoni siku hizi? Maana pengine wanaielewa mpaka position, nafasi anayokuwa nayo kwenye sala. Pengine wanamjua fulani, aghlabu yake ukitaka kumtizama pahala fulani, ukitaka kumtizama pahala fulani, pengine mpaka mahala makukaa anajulikana. Tahamaki watu siku ya kwanza hakumuona, siku ya pili hakumuona, basi sala inawalazimisha watu wale kwamba lazima watake kujua hali yake mwenzi wao, kwa kumwendea kutaka kujua hali yake. Yeye mdomo wake ni mzuri, na halafu anapata kuzungumza na Mola wake na kinywa chenye usafi ambacho hakina harufu mbovu. Na hata jamii ya binadamu itapenda kuwa naye pamoja, hana harufu mbovu kinywani, tofauti na wale ambao wasioswali. Pengine mswaki anaupiga mara moja tu akiamka asubuhi tu, na hata upiga tena mswaki mpaka asubuhi siku ya pili. Tofauti kubwa kabisa inakuwa. Na pengine mwingine mara 2 yeye, labda asubuhi, na pengine atakoga jioni. Akikoga jioni ana kawaida yake mwenyewe, lazima kinywa kwanza akisafisha pengine. Lakini aghlabu pengine mtu mswaki asubuhi mpaka asubuhi, na wengine hata asubuhi vile vile hawahi, anakimbilia harakati za kidunia hata asubuhi vile vile. Uso unapuuliwa kidogo tu basi, kiasi cha kuondosha ile takataka kidogo tu basi, mbio mtu anakimbilia dunia, hata mswaki hakuwa kupiga. Lakini mwenye kusali anakuwa na jambo jingine, taharatu adranin, usafi wa taka zote, kuanzia za kiwiliwili na taka za madhambi zinamalizika kwenye sala. Ndio Mtume akapiga mfano, mwenye kusali mara 5, mfano wake kama kwenye mlango wake nje pale pana mto anakoga kutwa mara 5. Akauliza Mtume, kitabaki chochote katika mwili wake? Hakitobaki kitu. Ina maana madhambi pia yanamalizika kwa sala hii kusali. Kipindi mpaka kipindi, kafaratun lima bainahuma. Kipindi cha dhuhuri mpaka alasiri, kama kuna mtelezo mpita pale baina dhuhuri na alasiri, basi ni kafara, anasifutiwa mtu dhambi zake. Wa taharatu adranin, pia watahadhibu wijidanin. Katika faida ya sala vile vile ni kuilea nafsi. Nafsi ni chombo ambacho kama mtoto mdogo, wa nafsu katifli. Anasema mshair, nafsi kama mtoto mchanga, in tuhmilha, kama utaiwachia nafsi na umwachia mtoto mchanga, kumwachia chuchu, wallahi la shabba fi ridha'i, angeota mvi katika chuchu aondoke pale. Isipokuwa mama yake baada ya miaka 2 anamkazania kwamba leo namwachisha kunyonya, aidha atampeleka huko kwa bibi yake kutwa nzima, ile chuchu asiipate. Siku ya pili yake haipati, tahamaki siku ya 3 atakimpa itaki tena, kesha hiyo mbaya. Kama hukutumia ukatili huo, basi mpaka miaka 4 mtoto atakunyonya kifuani kwa mama yake, miaka 5, miaka 6 atakuendelea tu, kwa sababu ni nafsi. Na nafsi kama mtoto mchanga, kadiri ya vile unavyoelea ndivyo inavyokuwa vile vile. Ukiifanya nafsi shujaa itakuwa shujaa, ukiendekeza nafsi kuwa ni moga itakuwa moga. Nafsi ikisema inaweza itaweza, na nafsi ukiambia wewe huwezi, basi haiwezi kweli. Ndio nafsi ilivyo. Kwa hivyo swala huwa inailea nafsi ile katika malezi mazuri sana, kuipeleka kwa Mola wake, kuzungumza naye Mola wake, kulazimisha wakati, kutunza wakati. Kila wakati nafsi unaizoesha na kuilea kwamba sasa umefika wakati wa sala, twende msikitini tena. Unaibeba nafsi, unaichukua kwa nguvu, ikipenda isipende. Wakati mwingine imechoka, njaa kali sana, wakati mwingine usingizi mwingi, unaipeleka tu wewe. Na wakati mwingine nafsi inataka unafanya vivu kwa vijinyunyu vidogo vidogo vya mvua, unaiambia alfajiri utatoka, tutakwenda msikitini, tuanze msikitini, hapana kupumzika. Basi nafsi unailea, unaipeleka katika mambo muhimu. Yashibu alaiha,
huota mvi juu ya swala hiyo aljiwara, kuanzia watu wazima, walwildanu, na mpaka watu wadogo wanakulia kwenye ibada mle mpaka wakaota mvi kwenye ibada ya sala. Ashabuha, watu wanaosali, humu sabiruna, utawakuta daima ni wenye kusubiri, hawavunjiki moyo upesi. Kwa kila msukusuko unaowakuta utawakuta wenye kuswali wanasubiri sana. Na asiyekuwa na sala au asiyejua thamani ya sala akawa anasali kuondoa njiani, akawa anasali wa idha qamu ila salata qamu kusala, na wakisimama kwenye sala wakawa wanasema kwa uvivu, ama kwa hakika msiba mdogo tu, kishindo kidogo tu hakiwezi kabisa, kinamfanya ashirikishe, kinamfanya avunjike moyo, kinamfanya akate tamaa kabisa. Lakini mwenye kusali huwa nafsi yake inakuwa kila siku anapeka kwa Mwenyezi Mungu, basi huwa haivunjiki moyo nafsi hiyo. Ashabuha, watu wenye kusali, humu sabiruna, hao utawakuta ndio wenye kusubiri. Walmuthabiruna, na daima utawakuta ni wenye kuendelea kwa bidii katika kila shughuli wapewayo duniani. Kama utamuajiri kazi mwenye kusali, madhali katoa heshima kwa Mola wake kwenye sala, unampima anavyosali, unampima anavyosimama, unampima anavyokaa tumaanina kwenye sala, basi unasema kwa uhakika pale, kwa hakika uaminifu pia upo. Maana hadonoi, haibi kwenye sala, anatumia uadilifu mkubwa, basi huyo usiogope, wewe muajiri, na utaona hadhi yake kwenye kazi utakayompa. Ataheshimu mali yako. Mwenye sala itampelekea huko. Walmuthabiruna, na wenye kusali utakuta daima ni wenye kuendeleza mambo yao kwa bidii, kwa bidii. Hawaondoi njiani, kwa sababu sala iliwalea kuto kuondoa njiani jambo lake. Mtu alifanya kwa vizuri sana, basi amezoea jambo lile, ukimpa kupaka rangi atakupakia vizuri sana, hakuondoi njiani. Kama ni fundi makenika, umempa chombo chako akifanyie service, wallahi anakifanya kama chake, anakionea huruma. Na kuna baadhi ya mambo huyatafuta maksudi mle, hichi kizuri, hichi kizuri, ukifika nakwambia hii toa, hii toa, hii badilisha. Kwa sababu nini? Kalelewa na sala. Lakini ukimpelekea sio sali, pengine anataka kukuibia, ndani yake mna chombo kizuri, akitoe amuuzie mwingine, kwa sababu hana mafunzo ya sala, hana uaminifu, si mtu, si binadamu. Hii ndiyo swala ambayo inazuia mpaka damu ya mtu isimwagike. Ni kitu gani sala? Ni hilo sala. Wa adhanu al-ishai biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa nini ibada hii Mwenyezi Mungu akaiweka mwanzo kabisa? Fa intabu, hata kama mushrikina wameua waislamu miaka na miaka, wamevunja ahadi, wamefanya kila aina uovu, Mwenyezi Mungu anasema fa intabu, kama wametubia, khalafu baada ya kutubia, yani kama wamesilimu, wa aqamu salata, na wakasimamisha sala. Mwanzo kaika hivyo kwanza, halafu akaweka na usafi wa mali, wa atau zakata, na wakatoa zaka. Na kwambieni waja wangu mlio waislamu, wakubalini kwamba ni waislamu, msimkasema kaslimu kwa uongo, msimkasema huyu si kweli, msimkasema kauwa sana, hapana. Fa ikhwanukum fi din, wamesha kuwa ndugu zenu katika dini, mkitaka msitake. Sahauni yote lopita nyuma. Madhali mtu kipaji chake kinakwenda kwenye ardhi sasa, anaswali, msijali kama yeye anafanya kweli au uongo. Akiwa ni mkweli, Mwenyezi Mungu atauthibitisha ukweli, na kama atakuwa ni muongo, Mwenyezi Mungu atautoa nje uko uongo wake. Lakini hichi kitendo tu cha kuswali, basi tayari mtu ameshaingia kwenye amani, ameshataka amani kwa Mola wake, na mpeni amani vile vile. Kwa hivyo ashabuha, watu wake hiyo sala, yani wenye kusali, humu sabiruna, utawakuta ndio wenye kusubiri, walmuthabiruna, na ndio wenye kuendeleza mambo kwa bidii. Wa ala alwajibi, na katika jambo lolote la lazima, humul qadiruna, wanaweza kutekeleza wajibu wowote kwa kule kuswali. Na mwingine asiyesali, basi kuna wajibati nyingine huwa zinawashinda, kwa sababu hawakuzilea nafsi kwenye swala. Swala jambo kubwa sana, manake unaivuruga nafsi, unaiponda ponda.
unailazimisha kufanya mambo ambayo hayamkiniki yakayomkinika yakawa rahisi. Audatuhum, utakuta wenye kuswali dasturi yao albakuru, kufika mapema kwenye kila jambo la wakati. Wenye kuswali kwa number 1, na wasioswali inakuwa tabu ukimwalika pahala kufika kwa wakati, tabu sana. Maana swala ilimzoesha, swala ilimlea mtu mpaka ikawa anachunga wakati. Sasa hivi siku hizi adhuhuri inaingia time kadha, basi huna la kumwambia, keshafika mapema, pengine kabla ya adhana keshafika, anajitayarisha kwa ajili ya swala. Swala imemzoesha mtu kufika mapema. Audatuhum, dasturi zao wenye kuswali albakuru, ni kufika mapema kwenye kila jambo. Hutomwambia na kualika shughuli na karamu itafanyiwa baada ya msuko wa dhuhuri, hatokujia saa 8 saa 9 akakushangaza nimfanyeje huyu na anatoka mbali akawa nakutabisha, na ilhali karamu ishakwisha, anakujia mtu saa 10. Hafanyi hivyo mwenye kusali. Mwenye kusali kweli kweli hafanyi hivyo. Ukimpa time lazima anaweka ile ya Kiingereza kaza ya dakika 10 au robo saa nyuma. Ule wakati ukifika yeye yupo tayari pale pahala. Haiwezi kuwa wakati ule ufika saa 4 njoo saa 4 ikawa yeye yuko njiani saa 4. La, anakuwa ni mtekelezaji wa wakati. Kwa hivyo audatuhum, hii swala kama si kichwa cha ibada, basi imewafundisha watu mpaka kufika mapema katika mambo yao. Hayaharibiki mambo yao wenye kusali. Audatuhum albakuru wa huwa, na zaidi ya hapo basi hiyo swala Mwenyezi Mungu ameiweka miftahu babi rizqi, ni funguo za mlango wa riziki, ziko hapo kwenye swala. Mambo kama yatakuwa magumu, yamefungwa hayendi vizuri, wallahi inuka uswali kila mara. Wewe swali sunna tu, siku swali sunna mchana, swali dhuha, utashtukia umefungua mlango wa riziki. Swala ni miftah babi rizqi. Swala ni ufunguo wa mlango ambao riziki iko ndani. Basi cha kufungulia pale pahala papitiki, ule mlango umewekewa loki za kila aina, huwezi kufungua hata ukawa na mastaki gani ufungui, labda uwe na swala. Haufunguki hata kwa mastaki gani, labda ufunguo wake ni swala. Huko ndiko iliko riziki ndani, unafungulia swala. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, wa'mur ahlaka bis-salati, amrisha watu wako wa nyumbani kusali. Usikubali kuna mtu hakendi kipaji chake katika ardhi, yani hasali. Wa'mur ahlaka bis-salah, wa amrisha watu wako nyumbani kusali, wastabir alaiha, na wewe mwenyewe ushikamani nalo jambo hilo. Kama utafanya hivyo, nyumba nzima mnaswali na wewe mwenyewe umo kwenye swala, basi tunakwambia la nas'aluka rizqa, sisi hatutokuuliza habari ya riziki. Riziki tuachie sisi, tutaipeleka nyumbani kwako kiajabu ajabu, min haithu la tahtasib, katika hali ambayo wewe hudhani kabisa. Tutaichunga kokote tokako, ikiwa London, ikiwa Amerika, ikiwa wapi, tutaichunga kwa spidi kubwa, lazima ikufikie, kwa sababu umefungua mlango. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk, sisi tutakuruzuku kwa ibada ya sala. Wal aqibatu lilmuttaqin, na siku zote mwisho mwema utawathibitikia wamchao Mwenyezi Mungu. Tayib, wa huwa, na hiyo ibada ya sala miftahu babi rizqi, ni funguo za mlango wa riziki. Wapi riziki iliko, basi sala itakupa ufunguo kufungulia mlango huo. Na bila ya swala pengine riziki itakuwa ngumu sana kuipata, lakini swala itakupa riziki kuiona na kuingia ndani. Kwani katika ibada yenyewe ya swala, pale penye kitako baina sajidataini, katika maneno unaomuomba Mola wako, mtume kafundishwa na muomba rabbi ighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini waafini waafu anni warfani. Katika jumla ya mambo unaomwomba Mwenyezi Mungu baina sajida mbili, unamwambia kitako makini kabisa, umekwenda kwa heshima na adabu kusujudu, umetulia pale ili usujudu tena, unamwambia Mwenyezi Mungu rabbi ighfirli warhamni, Mola wangu nisame madhambi yangu na unirehemu, wajburni, na uniunganishie kila lilonikatikia jambo langu liunge,
warzuqni, na uniruzuku. Unaiomba riziki ndani ya sala. Tokea hapo, hiyo ibada ya sala ni ufunguo wa mlango wa riziki, na ndani ya ibada ya sala Mtume katumia maneno ya kuomba riziki. Warzuqni, na uniruzuku, wahadini, na uniongoe Mwenyezi Mungu, mimi ni mjinga, sipajui pa kwenda, sijui hata namna kukwabudu. Wahadini, na uniongoe. Waafini, na uniafu mimi kwa kunisamehe madhambi yangu yote. Waafu anni, na vile vile unipe afya. Unipe afya na kunisamehe. Afini, nipe afya. Waafu anni, na unisamehe madhambi yangu. Khalafu warfa'ni, na uninyanyue juu, usiniweke chini. Warfa'ni, na ninyanyue juu kwa kunitukuza, niwe binadamu ambaye niko katika hadhi ya juu. Hiyo ndiyo sala. Wa khairu, na ibada ya sala mbali ya kwamba imezuia damu ya mtu isimwagike kwa maana swali, jambo kubwa sana sala manake. Ukimwona mtu na swali, mtukuze, mheshimu, kwani kwa Mwenyezi Mungu ni mkubwa sana. Hata kukiwa nitapata hivi, lakini madhal kimeingia msikitini kina swali, basi kiheshimu, kipe kipaumbele. Na kama ni kitoto kidogodogo hajui anafanya nini, mpe moyo kwa kumpa haiba ya swala, kumpa vijipesa pesa, vijizawadi, na umwambie hasa kwa ajili ya unaswali, nakupa hii, nakupenda sana kwa ajili ya kuja kwako msikitini kuswali, basi nakupa moyo. Endelea hivyo hivyo babangu, endelea hivyo hivyo, na utakuja kuona katika maisha yako baadaye. Wa khairu, na swala ni bora sana, ma yualiju bihi al-abdu, ya kitu ambacho atakitumia mja kama ni matibabu, munajati raziki, cha kunong'ona naye yule mwenye kuruzuku. Ni chombo maalum cha kunong'ona na yule mwenye riziki zote anazo yeye. Si ushafungua mlango, basi haitoshi bado, pengine riziki unayo ile pale huwezi kuipata, maana ina mwenyewe. Ufunguo ushafungua, unaswali, lakini sasa inabidi utumie maneno maalum ya kunong'ona naye huyo mwenye riziki. Basi maneno hayo yamo ndani ya sala, kama pale kumwambia warzuqni, wahadini, waafini, wafani. Wa afdalu, na baada ya sala ni jambo bora zaidi, ma yarudhu bihi almakhluqu atawajjuh ila alkhaliq, ya kujizoea, ya chombo cha kuifanyia mazoezi mja aliyeumbwa katika kuelekea kwa muumbaji wake. Hapana jambo litakalompa mtu uzoefu wa kumpata Mwenyezi Mungu, kumkabili Mwenyezi Mungu, isipokuwa katika ibada ya sala. Na ndio maana ikaekwa ya pili baada ya imani. Nguzo ya pili ni kuswali. Undur jalal aljam'i, ukitaka kufaidi bwana kwenye sala, angalia utukufu wa mkusanyiko wa watu waliokusanyika pamoja. Kabila zao ni mbalimbali, rangi zao ni mbalimbali, na wanatoka mahala mbalimbali, mitaa mbalimbali. Hata kule kujuana pengine wameonana pale msikitini, lakini watizame wanapokuwa pamoja, swala itakuonyesha ni kitu gani sala. Undur jalal aljam'i, angalia utukufu wa mkusanyiko wa watu. Wataamal atharaha, kisha uzingatie athari gani inapatikana kwenye sala ya jamaa. Mkusanyiko ule watu wanakuwa vipi pale fil mujtami, katika watu wanaoishi pamoja. Wa kaifa sawat, na vipi imekuwa sawa al-ulyata, kwa yule mtu ambaye ni mtukufu yuko juu, wa raia, kalingana na raia yake na raia wake pale yuko sawa sawa. Mfalme, raisi, waziri na nani wakiingia msikitini wamekuwa sawa sawa na watu wengine. Kile cheo chake ukatule pale imebidi basi. Hata askari naye vile vile kofia yake pale, crown yake anaitoa kwanza na ika pembeni, anaswali sasa. Na makoti yake alionayo na tepe zake begani, sasa itabidi afanye mambo wanaoyafanya ambao ni raia, si askari. Na silaha yake sasa itabidi ike pembeni na hivi na hivi, sasa anaswali sasa. Mabuti yake yale mazito ayavue kwanza, akatawadhe, aje pele za watu pale miguu chini, sasa anaswali sasa. Tizama swala ilivyoweka baina mtukufu na wa chini walivyokuwa sawa sawa kwenye safu wote. Masatil ardh aljibahu, vimegusa ardhi vipaji vya uso, si jambo la maskhara. Masatil ardh aljibahu,
vimeigusa ardhi vipaji vya uso, fannasu akufaun, basi watu utaona kama ni kufu moja pale, kumbe ni watu mbalimbali, kila mmoja pale na wadhifa wake, huyu mmoja waziri, huyu mkurugenzi, huyu rais kamwe, lakini watu wote pale kitu kimoja na kifanya. Viungo saba vimetulia kwenye ardhi pale, fannasu akufaun, watu wote ni kufu moja, wa ashbahun, na wameshabihiana, mstari wao sawa sawa, na wamekaa kwenye sasa, wanangoja amri ya imam atakapotoa Allahu akbar, ndo na wote watainuka. Hathubutu mtu kutangulia pale kumtangulia imam, heshima yake ibada ya sala imewafundisha mpaka discipline, adabu ya kumtii mwenye kusalisha. Hata kama anayesalishwa anaweza kutoa amri tu, huyu muueni, na akauawa, lakini wakati ule itabidi amri kwa kwake huyo mwenye kupewa amri ya kuuawa, amri kwa kwake sasa. Na huyo mwenye kutoa amri ya kuua, basi sasa itabidi atii amri ya imamu yule mdogo sana. Ar-ra'iyatu wal-wulatu, raia na watawala, sawaun fi atabati llahi, wako sawa sawa katika kizingiti cha Mwenyezi Mungu. Si kama huyu atatangulia mbele, huyu afanye hivi, wako sawa sawa. Lam yarfa' almutaqaddim, hakunyanyuka alitangulia mbele, taqaddumuhu, kutangulia kwake mbele, wala yadha almutaakhir, na wala haikumweka nyuma mwenye kuchelewa, taakharuhu, kuchelewa kwake. Alkullu amama Allahi, wote viumbe mbele ya Mwenyezi Mungu, kaasnani almushti, kama meno ya kitana. Meno ya kitana yako sawa sawa yamejipanga, basi na binadamu pale utafikiri ni meno ya vitana, wanainama sawa sawa, wanainuka sawa sawa, wanasujudu sawa sawa. Hii ndiyo sala inavyofanya. Ndiyo maana hapa Mwenyezi Mungu akasema fa intabu, kama wametubia watu, wa aqamu salata, na wakasimamisha swala, wa atau zakata, na wakatoa zaka, fa ikhwanukum fi dini, wameshakuwa ndugu zenu katika dini. Na tunaeleza haya, wanufassilu alayati, tunapambanua aya za Qur'ani waziwazi, liqaumin ya'lamuna, ili ziwapatie faida watu wanaojua. Wanasema haupatikani hata ujuano, kujuana watu kuliko bora zaidi kuliko pale walipojuana watu fil masajidi, ndani ya misikiti, liiqamati salawati, kwa ajili ya kutekeleza sala, wa adai sadaqati, na kutekeleza sadaka za zakat, wa bimuwasati alghaniyi lilfaqiri, kwa kumuonea huruma tajiri, kumuonea huruma aliyekuwa fakiri. Swala itawafanya hivyo na zaka inawafanya hivyo. Wa hadhihi almaziyatu ad-dunyawiyatu, na kwa hakika mazuri haya, wa hadhihi almaziyatu ad-dunyawiyatu, mazuri haya ya kidunia, kanu, walikuwa mushrikina na watu wengine mbalimbali, mahrumina minha, wamekoseshwa, wamezuiliwa, haya hawanayo wao. Wanaishi kijinga, wanaishi kinyama, kiharamia, kuoneana, mwenye nguvu anamla mnyonge. Lakini walipokuja wakaingia katika Uislamu, walishuhudia utu na binadamu namna gani anavyotukuzwa. Idh kana ba'dhuhum, hapo mwanzo walikuwa baadhi yao, hirban li ba'dhin, wakipigana vita kwa baadhi ya wengine, illa ma kana min ahdin, labda kama watamuheshimu yule ambaye wamefungana ahadi naye, au jiwarin, au kama mtu labda jirani yake tu. Wanufassilu alayati liqaumin ya'lamuna, ay wa inna nubayyinu, na hakika sisi tunabainisha, hujajallahi, hoja za Mwenyezi Mungu, wa adillatahu, na dalili zake, ala khalqihi, juu ya viumbe vyake, liqaumin ya'lamuna, ili kuwapatia faida watu wanaotambua. Ma nubayinu lahum, wanatambua ni kitu gani tunawabainishia wao. Baada an nashrahaha, baada ya sisi kuchambua maneno hayo, mufassalatan, kwa uchambuzi, fayafqahunaha, basi wakafahamu maneno hayo. Duna aljuhali, kinyume na wajinga wasiotaka kufahamu mambo haya, hayo wapati faida. Alladhina la yaqiluna, ambao watumia akili zao, anillahi, kuhusu Mwenyezi Mungu, bayanahu, bainifu wake, wa muhkami ayatihi, na hawataki kutumia akili zao kutokana na muhkami ayatihi. Hao Qur'ani daima huwa hayopati faida. Hii ni maana al-idhahi katika aya nambari 11. Insha Allahu taala
katika darasa litakayofuatia tutaingia kuichambua aya nambari 12 ambayo inasema wa innakathu aymanahum, wakitengua yamini zao, viapo vyao na ahadi zao, min ba'di ahdihim, baada ya ahadi yao walioiweka, wa ta'anu fi dinikum, na wakatukana katika dini yenu, faqatilu a'immatal kufri, basi waueni viongozi wa ukafiri, innahum la aymana lahum, hakika wao hawana yamini za kweli, la'allahum yantahuna, ili wapate kukoma kufanya mambo hayo. Tafsiri ya uchambuzi ya aya hiyo nambari 12 itakuja kuzungumzwa katika darasa itakayokabili insha Allah taala. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye hakika ya mambo yote yalivyo. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم وما قضيت لنا من الأمور فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا كربا إلا فرجت، ولا عيبا إلا سترت، ولا دينا إلا أديت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيتك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.